Watu wengi sana wanafanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Yaani yeye yupo kwenye hiki, yupo kwenye hiki, yupo kwenye hiki, yupo kwenye hiki, yupo kwenye hiki. Ni field nyingi. Na mwisho wa siku zina drain energy yako, performance, efficacy, effectiveness, na inapelekea unashindwa kuwa mzuri kwenye jambo lolote lile. Sasa hii inawapelekea watu wengi leo kutokuwa professional au kutokumaster kitu kimoja, na mwisho wa siku kampatia matokeo. Ushauri wangu ni huu. Badala ya kutumia nguvu zako nyingi kujigawanya huku na huku na huku, hebu tafuta jambo moja. Just think properly. Fikiri kwa kina, fanya uchambuzi kwamba mimi I want to be good in this field. Alafu invest your time there. At least jipe 10 years, do that thing. Kwa sababu if you want to be professional na unataka kuwa na mtu ambaye unapata matokeo kwenye field moja na jambo moja ambalo limekaa kwa muda mrefu, jipatie muda kuweza kufocus kwenye hilo kitu. Fanya kwa muda mrefu. Jipatie energy kubwa sana kulifanya hilo jambo katika kiwango cha juu. Matokeo yake ni kwamba baada ya kufanya kwa muda mrefu utajikuta sasa umekuwa vizuri, umemaster. Sasa wakati wako unakuruhusu kuweza kuinvest kwenye mambo mengine. Nikupe mfano wangu mimi. Mimi nimeanza network marketing mwaka 2015. Lakini from mwaka 2015 up to date ni miaka 11. Nimekuwa nikifanya only network marketing. Na of course imekuwa ni career yangu, imenifanya nimefahamika, imenipatia brand, imenipatia jina zuri, watu wengi wananifahamu. Kama unifahamu ndo tunakutana leo kwa mara ya kwanza. Hi, naitwa Chenza. Mimi ni network marketer. Ni mtaalamu wa usambazaji wa bidhaa kwa kupitia mfumo wa network marketing. Kwa ninauza bidhaa za BF Suma ambazo zinadili na mambo ya afya. Nilikuwa najitambulisha kwa mtu ambaye anijui, lakini kwa sababu nimefanya hiyo biashara kwa muda mrefu na nimefanya kwenye industry moja kwa muda mrefu, I can be able, kwa hela ambazo natengeneza huko, naweza nikawekeza kwenye jambo lingine hata kama nisipoonekana huko na nikatengeneza hela. Kwa hiyo ushauri wangu ni huu. Wewe unaifanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Hebu tafuta jambo moja, lipatie kipaumbele. Alafu ukishalipatia kipaumbele, lifanye kwa bidii zako zote. Jiwekee malengo makubwa. Fanya kwa muda mrefu. Likufanye wewe expert na likutengenezee brand, likutambulishe, likufanye liwe mkubwa. Alafu baada ya hapo, tumia hiyo network ulionayo kwenye hiyo kubwa. Hata kama ukifanya jambo lingine behind the back usipofahamika unafanya, lakini unafanya, tayari unakuwa umetengeneza extra stream. Kwa hiyo make main big. Alafu utengeneze vitu vingine vidogo vidogo ambavyo vitaendelea kukupatia pesa. Lakini kubwa zaidi ni kwamba be effective, integrity, focus. Ili mradi tu uwe bora kwenye jambo moja afu mengine yataenda. Ndio maana mtu anayefanya mambo mengi kwa wakati mmoja ni ngumu sana kuweza kuvunja kwenye jambo moja akawa bora, ila atakuwa hapa na ujuzi kidogo, mwisho wa siku kukusanya hamna kitu anachokifanya. Kwa hiyo huo ni ushauri wangu. Kwa hiyo just focus on that, fanya hivyo na mambo yatakuwa fresh.